tukapata nafasi kama hii ambayo ni nafasi hadimu sana, haipatikani ovyo ovyo. Inawezekana miaka 50 au 70 ndio ikapatikana mara moja. Kwa mfano, nimewahi kuona baada ya uhuru walikaribishwa wazee wetu wakina marehemu Zikazema, wakina mzee Msafiri Mwanda, kina Tosiri. Leo kihesabu ni miaka 64. Leo napatikana mimi nakuja kuteuliwa katika hii baraza nitoe nasaha. Sasa ningelimuomba Mwenyezi Mungu akanijalia nitoe nasaha ambazo zitazokuwa zimepenya katika busara za watu. Kwanza moja, naanza namshukuru hatibu wetu aliyotoa mawaidha katika msikiti huu. Ametoa mawaidha mazuri sana, tena ametoa kwa Kiswahili chenye grama. Hakuna mtu aliyokosa kuelewa. Kama atakuwa kuelewa, basi ataikuwa miongoni mwa wale watu waweza kuhudhuria watu 300 400, ukauliza bana anasema nini, mtu akawa na babaika. Lakini kwa mtu mwenye busara na utulivu atazungumza vizuri. Kwa hiyo nampongeza sana hatibu wetu aliosimama leo kutoa hotuba yake. Kwanza kazungumzia jambo la amani kwa kina, tena kina chenyewe kirefu kama vile cha bahari kuu. Mimi nimesimama hapa mbele yenu watukufu waheshimiwa, sina elimu ya dini na wala mimi sio tajiri wala sio msomi, lakini nitajaribu kutoa tu mifano, kwa sababu hata vitabu vya Mwenyezi Mungu vingi vimechukua vilitoa mifano, wale walitumia mifano wamefanikiwa. Kwa kifupi ni kwamba wazee wetu wa Kibwari, wa Masanze, wa Bembe, wa Bwari walikuwa wakizungumza na bimkubwa zetu walikuwa uwani, walikuwa wanatoa mifano ya amani. Kwa mfano, mtu anataka kusafiri kune mgani bala twechu Bwari mwala ila bwato ne mwae mmongo. Kama kuna mbwari yote mzuri anaweza kuja hapa akaniunga, kama ajui mimi nitamalizia kwa tafsiri. Yani mtumbu wowote huwa hautembelei kwenye tumbo lake, mtumbu huwa unatembea kwenye mgongo wake, na watu wakiingia katika huo mtumbu watafika kule wanakokwenda kwa amani. Lakini watu wakipanda huo mtumbu wakataka kuupindua wenyewe mgongo uwe juu, hakuna atafika kwenye safari yao hata mmoja. Kuna wazee wa Kibwari walikuwa kina bi mkubwa, walikuwa wanaimba nyimbo zao za amani kwa asa vijana wao, wakawa wanacheza ngoma za mabega. Ile ngoma inaitwa kari. Ile ngoma ni kwamba wanamwambia Nyongoo anataka kufanya safari zake, lakini anataka kupita kwenye njia sio sahihi. Wakamwambia Njongolo oya yebisowa kuko mele huko kune kanzele. Tafsiri, Nyongoo alikuwa anataka kusafiri kwenye safari zake za kawaida, lakini watu wenzake wakamwambia bwana Nyongoo, tafuta njia za salama, utafika salama kwenye safari yako. Na uelewe uko mbele kuna sisimizi, na sisimizi ndiye adui wa Nyongoo. Hizi mifano mingi sana, na sisi tulipokea kwa wazazi wetu, tunaishi kwa amani hapa. Lakini vijana wa leo, mimi natoa hizi habari kwa vijana. Vijana ndio watu wakorofi sana. Sisi tumeishi kwa tabani hapa, hatuna kitu. Ukiambiwa lazima utatazama kwa umri uliokaa huko na yale uliyofanya huko ulichokipata. Tunachotaka sisi ni amani. Amani ni kama chakula, kama kikiwa na moto, wewe mwenye chakula chako huwezi kukila, kitakuudhi au utakiacha ukitupe. Sasa mimi nashauri vijana, mimi nitoka kwenye ujana, hakula sio lipotea hapa. Lakini hakula hata siku moja mimi nilikwenda kuchochea watu tufanye kile tufanye, mpaka leo nimefika na zeeka. Na mwaka kama wazazi wangu wakukosea, nina mwaka 81, 2024 nilikuwa na miaka 80, kwa sababu nilizaliwa tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 1944. Na hawa mnyote mlioko hapa mbele yangu, na ujana wangu mimi sikupigana na mtu wala kukutana na mtu. Tufate taratibu. Kwa kauli hii mimi nazungumza kwamba mimi nadhani sana uyote ataingia kwenye mambo ya kuchafua amani yetu, kwa sababu akichafua yeye, sisi wote tutakuwa tuko katika madhila. Nashukuru sana wasomi kuja kutuletea hii hali iliyotokea leo hapa. Ni kama wametuletea x-ray kuja kupima akili zetu. Hawa wasomi walikuja leo hapa ni kama x-ray au ni kama maabara imekuja kupima akili zetu. Na kama tutakuwa hatuna akili nzuri, maradhi yatarudia. Lakini tukiwa tuna akili njema, basi tuchukue maneno haya yametoka hapa bila ushabiki, bila chochote. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Isipoteze muda zaidi, machache inakuwa ni mazuri. Taratibu hizi za kujenga amani katika nchi yetu, na ni mara ya kwanza nimeona kwamba BAKWATA na Baraza la Waislamu kuja katika msikiti wetu. Kwanza hii jambo la kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu awazidishie kila la kheri na mapenzi. Alafu jambo la pili, haya mauaji tunasema haya maandamano yamewekwa, mnakuja kufikia kuuana kwa kila kitu. Kuna mdudu yumo ndani, serikali ichunguze vizuri. Wale wenye kusema kwamba ni wanaweza kwa ndio wanasema tunazuia maandamano tunafanya hivyo, mle mna mfumo wa kuweza kuua, kuonekana kwamba serikali ndio inaua, wakati sivyo. Serikali yetu ina demokrasia, ili kubali demokrasia kama msingi mzuri sana, lakini kuna wadudu wamo ndani wanatafuta kuua demokrasia katika njia ya kutaka kuwatia marais wetu katika unajisi. Sasa tunaomba serikali vile vile ichunguze, kuna mfumo humo ndani ambapo huu mfumo unaonekana kwamba tayari kwamba serikali ndio inaua, kumbe ndani yake kuna wafanyakazi, watumishi wanafanya kazi chini nje, wako ndani ya serikali, wanasababisha mauaji. Tutaona kwa maana mtoto wa kuku hawezi kujaa chungu kama hayumo mama yake chini. Humu ndani ya serikali hawa wanakuja, bwana rais hivi na hivi na kila kitu, kumbe hawa wanasema nampendelea, kumbe huko wanafanya vitu vingine. Tunaomba serikali ichunguze sana kitu hichi. Sio kwamba kila mtu anakuja kwa rais lazima tufanye hivi, sisi ukitokea vitu tufanye. Angalia maana hata Nyerere wakati ule alivyoleta, wakati analeta hujumu uchumi, kuna wakati alifikia kwa kina nani hawa, nani huyu nimemsahau, alivyotaka kukamatwa akasema wacheni. Kwa nini wasa? Mimi ni dereva, sasa naangalia mashimo, sasa naweza kuingiza gari kwenye mashimo? Haiwezekani. Bwana sema misheni nani hii uhujumu uchumi. Maana alishaona kwamba kuna kitu tayari kimeisha kinatumiwa ndani yake kutaka kuharibu utawala wake. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, kwangu ni hayo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, mimi sintokuwa na mengi sana ya kueleza. Nadhani mengi tumekwisha kusikia. Lengo letu tunahamasisha Waislamu kwa ujumla, hasa vijana, kutoweza kushiriki jambo hili la kuandamana, kupambana na serikali, hali ya kuwa uwezo wa kupambana na serikali sisi hatuna. Vijana na wahusieni sana hutuba ambazo zimesomwa hapa, kila mtu aweze kuzisikiliza na kuzishika, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azithibitishe katika nafsi zetu. Mimi nitasoma hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iwe ni mwisho wa nasiha zangu kwenu Waislamu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amesimulia Imam Tirmidhi na Ibn Majah, anasema Mtume, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa muafan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi fakannama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Atakayeamka katika ninyi, aminan ni mwenye amani, fi sarbihi katika nyumba yake, katika jamii yake, katika njia yake, katika familia yake, muafan fi jasadihi, hali ya kuwa ana afya katika mwili wake. Allah subhanahu wa ta'ala amempa neema ya afya siku hiyo. Anasema Mtume, wa indahu qutu yaumihi, na siku hiyo Allah amemruzuku kumpa chakula cha siku hiyo. Anasema Mtume, ukipata haya, amani katika familia yako na we mwenyewe, ukawa una afya katika mwili wako, lakini siku hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akakupa riziki, anasema Mtume,
fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni kama vile mtu huyu ameikusanya dunia yote kuwa nayo pamoja kwa kheri zake. Hivyo Waislamu, hadithi hii ni katika jawami'ul kalimi, maneno ya Mtume yamekusanya hii hali. Tumeamka tuna amani, asubuhi umeamka una amani, utafanya shughuli zako bila wasiwasi, familia itakuwa haina wasiwasi, kila kitu kitakuwa kimekaa vizuri. Allah amekupa afya, lakini kakupa na riziki, basi ni kama vile wewe umeikusanya dunia yote katika kiganja chako cha mkono. Allah tunataka atupe nini Waislamu? Maneno haya ndugu zangu Waislamu tuyafanyie kazi. Haya tunayaona leo, tunayachezea haya, yatakuja kutugharimu. Wanasema wasemaji hivi ndugu zangu, sehemu yenye amani na kile tunasema kwa Kiswahili kingine muhoro, yani kile kisu cha kufyekea majani, si mnakijua? Wanasema na kile kitu cha kufyekea majani kinaweza kikamshevu mtu. Kwa maana amani ikishakuwa ipo, ule muhoro ule pamoja ulivyo hauwezi kukata nywele, lakini kidogo kidogo, taratibu, moja ya siku utakuja kumaliza. Lakini amani ikiwa hamna, ndugu zangu Waislamu, hatukai msikitini saizi, haiwezekani. Itakuwa ni mbio kwenda huko na kwenda kule na kwenda kule. Kwa na saa zangu ndugu zangu Waislamu, yaliyosema yote haya mambo mazuri, mambo yenye kufaa, kila mtu ayashike na tumuombe Allah ayathibitishe katika nafsi zetu. Subhanakallahumma bihamdik, shada la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.